na wananchi kwa ujumla. Kwa kipindi hiki cha mvua, hasa watoto, tuwe nao uangalifu sana. Maana kipindi cha mvua, matukio haya mvua inapokuwa nyingi inaweza ikaleta maafa mengi zaidi. Sawa? Lakini kwa ndugu jamaa na wanamtaa tunawapa pole kwa tukio hili lilotokea. Zaidi ni waombe tu tuwe waangalifu kwa kipindi hiki cha mvua. Mimi nirudie tena kutoa pole kwa familia ya marehemu, majirani, ndugu jamaa na marafiki wa mzee wetu ambaye ametangulia. Angesema mwenyekiti hatumuoni na alalagi nje. Kwa hiyo jana, ile mvua jana ilikuwa hatari sana. Yule bwana katika harakati anapita kwenye mitaro ile, anakota mabobo kidogo, ashangaa nini? Nimekimbia sio kidogo, nimetereza, hali sijaanguka, nikainuka, nikakimbilia kwa usika. Nikawaambia jamaa, kuna kichwa cha mtu. Wakaja kule wakasema kuna kichwa cha mtu. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 12 ya mwezi wa 4 mwaka 2026. Hapa ni katika mtaa wa Madukani uliopo kata Sokoni 1 jijini Arusha. Tumekuja kuripoti taarifa ya mzee mmoja, jina lake anafahamika kama Baba Ima, amefariki dunia baada ya kusombwa na maji kutokana na mvua kubwa ambayo ilinyesha siku ya jana na imesababisha mafuriko katika baadhi ya maeneo mengi ya jiji la Arusha. Inaeleza kwamba mwili wake umejulikana ukiwa kwenye mtaro wa maji baada ya mwokota makopo ya kwenda kuuza. Wakati anapita akakutana na mwili huo, akatoa taarifa katika vyombo vinavyohusika. Ndipo diwani akafika pamoja na mwenyekiti, lakini wameeleza wananchi pia kuchukua tahadhari zaidi kipindi hiki cha mvua ambazo ni nyingi, hasa kwa watu ambao wanatumia kilevi maarufu wanaita kilambo katika ukanda huu, wakisema kwamba wapunguze ili ingalau kuchukua tahadhari na kuepuka kusombwa na maji, hasa kipindi hiki ambacho maji ni mengi. Nataka nimchomoe, nikamchomoa kidogo, kaona chomoki pale kuna amevaa koti jeusi hivi. Nini? Ukaogopa kidogo. Nikaikia ubaridi na makopo ikaacha. Nikaingia. Hata kama ni ukefaniko mwenye jamaa. Sasa nimekimbia pale. Nimechanganyika kwa tafuta tu hela kula leo tu jamaa wangu. Leo mchana leo nimeshapata na butoa. Sasa nikashika na butoa na makopo. Mungu Yesu. Sije kuonesha kitu. Ukakimbia? Nimekimbia. Nimekimbia sio kidogo. Nimetereza, hali sijaanguka, nikainuka, nikakimbilia kwa usika. Nikawaambia jamaa, kuna kichwa cha mtu. Wakaja kule wakasema kuna kichwa cha mtu. Sibebana kwenye kule waya pale juu kwenye daraja ya 3 pa. Mimi nimelewa. Mimi nilikuwa navizia maji yakipungua na kutaka mifupa yangu. Ndio nilikuwa nakutaka mifupa yangu kwa kutaka kichwa cha mtu. Yani yakiwa mengi siokoti, yakisha yajasa imenyesha, sasa ameshapungua na nafuatilia kidogo. Kichwa tena ndio nimekimbia kidogo, ameongezeka. Mwenzetu walipoteza ramani ya njia. Ni mtu mzoefu, ni Baba Ima, tunamjua. Lakini kwa jana maji alikuwa ni mengi sana kwenye mtaro. Kwa hiyo pale mahali daraja la ambao linapita akakosea ile njia. Kwa hiyo maji akamchukua. Kwamba tunasikitika tu, tumechelewa hizi taarifa kufika. Maana familia kwa kutumia nafasi ni waambie mtu kama hajafika nyumbani mpaka mwenyekiti hajapata taarifa saa 6 baada ya mtu mkuta mabobo kuona. Aliomuona ni mkuta mabobo kwenye mitaro ndio akamuona. Kwa hiyo kama kupita kukuta mabobo hata tusingemuona na familia itakuwa hajatoa taarifa. Mimi sina taarifa familia kwamba baba Irigo toka jana hajaji. Ni mtu wetu tunamzoea. Kwa hiyo angesema mwenyekiti hatumuoni na alalagi nje. Kwa hiyo jana, ile mvua jana ilikuwa hatari sana. Ni mtu wa zamani kama 57 hivi. Analamba mzigo. Unautogeni kwa watu ambao kidogo. Naombeni jamani, kwa kipindi hichi tulegeze. Kama unakunywa bia 2 lakini hii sio bia. Hii ni nini ile? Kitoko au ile maisha ya mbali inaitwa New Life. I live sijui.
Hii tupunguze sasa. Tunywe nusu ya buku wakati wa mvua. Asinywe nzima. Maana kunywa nzima lazima upoteze ramani. Maana hata kumbukumbu nazo daraja alikuwa hapa, wewe unajua liko huko. Kwa hiyo jamani, tupunguze kinywaji, tuwe makini sana. Na familia kama nilivyowaambia, mtu akichelewa kuja, mpigieni mwenyekiti. Kwenye risiti la ulinzi, kila mtu anayo, namba yangu iko pale. Mwenyekiti, simuoni baba mpaka sasa hivi saa 8. Sasa tungeshajua mapema kabisa. Kwa hiyo naombeni jamani, tupeane taarifa. Sisi yote hii ni ulinzi shirikishi. Bila nyie siwezi kulinda, na bila nyie sitakuwa na taarifa yoyote ya mtaa. Kwa hiyo tuendelee kushikamana ili tuweze kuteteana. Naweza kama ngampigia simu vijana wangu wakafika kwa wakati, tukamuokoa huyu mtu. Maana ile matofali yote yaliyochukuliwa barabarani, naona amempiga pale, maana alizuiliwa na ile bomba ya maji. Kwa hiyo alipozuiliwa akageuka kule. Kwa hiyo tofali zote zimemshona kwenye kichwa. Tungekuwa tuna taarifa za mapema, tungemuokoa. Jamani wananchi wangu, mimi na nyie tumefiwa. Poleni, moja kwa moja tuanze zoezi letu kama kawaida. Maua kina mama, maji yakizoleka arudi. Kwa hiyo sasa wamama tuende kwenye familia, tuhakikishe tunawapa joto mpaka tutapata nini mwafaka. Naombeni msilali. Hapa sasa hivi kuna changamoto, kuna nguzo za umeme bwana Asenga amesema anatoa. Ule daraja pale Mwangalelo mzee wetu amekuja kule amekula kilambo kama ulivyosema. Ameanguka. Na pale umesema kuna barabara sawa, ni njia ya kwenda kwa wananchi wako. Je, unatusaidiaje wewe kama mwenyekiti wetu? Sababu bwana Asenga amesema anatoa nguzo 5 na leo imepitishwa mchango wa shilingi 5,500. Wewe kama mwenyekiti wetu na umeona tofali pale imeilika, daraja limeama. Mzee wa watu amekuja, ametembea. Akaona sababu amekula kilambo kama usema sio ni kitoko. Lakini amechochora akaona njia ndio hii sahihi. Lakini bahati mbaya ameanguka na mzee wetu. Wewe unatusaidia kama mwenyekiti wetu wa mtaani kwamba hilo daraja ndugu ya Asenga tusaidie hizo nguzo 5. Wewe mchango wako kwetu sisi wewe ni nini? Mimi kwa vivuko ndo mwenyewe. Tumepiga kivuko cha Mama Minja tumemaliza. Tumepiga cha Ndengeru pale tumemaliza. Sasa hapo tuna nguzo 5. Sisi tutatafuta mbao kwa ajili ya kutandika nini? Juu. Baadhi mbao zimechoka. Tutatafuta mbao za kupiga na misumari. Wadau wangu ni wewe na yule na yule. Hakuna mtu anajeza mwenyewe. Hakuna kiongozi wa serikali sasa anaweza kufanya. Tunafanya pamoja. Kwa hiyo tumesema Jumapili nao kuja watu wote tunatoka kufanya usafi kwenye mitaro. Ikiwepo pamoja na kutengeneza nini? Mitaro na vivuko vyetu vilivyoharibika. Mimi nirudie tena kutoa pole kwa familia ya marehemu, majirani, ndugu jamaa na marafiki wa mzee wetu ambaye ametangulia. Lakini sisi serikali ya kata tutakuwa pamoja hapo msibani kwa sababu ya kumstiri, la kwanza. Lakini la pili, kuna mwananchi kauliza swali kwa mwenyekiti kwamba sasa kuna mtu ametoa nguzo 5 ambazo zinatakiwa ziwekwe hapo, na mwenyekiti kasema hapa Jumapili patakuwa na kazi. Labda mimi niunge mkono wananchi kwa kusema jambo moja. Kama kuna michango inaendelea hapo, iendelee kwa hii wiki moja kuanzia kesho mpaka hiyo siku ya Jumapili. Alafu Jumapili saa 4 mimi nitakuja kwa ajili ya kushiriki na wananchi, lakini ofisi ya kata tutatoa mifuko 5 ya simenti kwa sababu ya kuzuia ile zege zile nguzo zisiende na kwa wananchi wote tunaoishi pembeni ya kwa sababu kijiografia Sokoni 1 iko chini, Arusha jiji iko juu. Ni kata ambayo kila siku nitakuwa naonekana kwa kusaga, yani kila baada ya siku 2 naonekana kwa kusaga. Lakini hatuombi hivyo kwa sababu sisi tuko chini na tunaishi pembezoni mwa mifereji mikubwa ya maji ambapo sasa watu wanaathirika nayo. Kwa hiyo nitoe wito wangu kwa wananchi wangu wanaoishi pembeni ya mifereji wawe makini sana. Lakini tatizo lingine ambalo tunaliona sasa linakwenda kutatuliwa, jana nimepita Ngarenaro hapo kona Eso. Nimekuta kuna mabomba makubwa kabisa ya plastiki ambayo yamewekwa, makubwa sana. Nikajaribu kumuuliza diwani wa Unga Limited, akaniambia ni wale wajenzi wa barabara hii ya TARURA wanataka kuanza kuchimba kutoka juu kule kwa Dr. Mohamed kote hapo Kilombero kona Eso, maji yote yanakwenda mto Ngarenaro. Kwa hiyo hii adha ya maji inakwenda kupungua tu baada ya muda mfupi. Niwaombe wale wote waliojenga pembeni ya makorongo tuishi kwa akili kwa sababu sasa hivi ni kipindi cha mvua. Lakini baada ya miezi 2-3 mbele hii kero
hata masika zinazokuja zitatupata na hii kero, kwa sababu maji yote tayari serikali imeona yapeleke mto Ngarenaro. Mwananchi yoyote atakayepita pale Ngarenaro, kona mataa pale upande wa chini kuna mabomba yamerundika pale kwa sababu ya kuanza kupeleka maji kule. Diwani naitwa Emmanuel Tarimu. Haya maeneo ni nyumbani. Mheshimiwa Diwani, mimi nitarudi kwako. Umesema utatoa simenti 5. Yes. Tunaomba tuhakikishie mbele au mwandishi wetu wa umma, Mheshimiwa Kusaga, wewe tuandikie tu namba, tukikukosa au tutamtafuta Kusaga. Sababu kweli mimi hata tukienda hapo kata, stali zinakuaga ni kona mingi. Kusaga huwa atatangaza. Tunaomba tu tusaidie. Sawa. Chairman, namba zako mimi ninazo. 678. Andikeni. Chairman ameshaondoka hapa na 0678. Mimi sikimbiagi wananchi brother. Mimi nitakaa na nyinyi mpaka saa 10. 0678 118509. Andika diwani wa wananchi. Kisha. Kama ambavyo Kusaga anasema ni mwandishi wa wananchi. Andika diwani wa wananchi. Jumapili saa 3 kamili nitakuwa hapo na mifuko yangu 5. Sasa nione zile nguzo na hiyo michango mingine mmefanya. Si ndio Basi asanteni, Mungu awabariki. Hiyo sisi tumeambiwa na kijana anayeokota mabobo kwamba kuna mtu kafia pale yuko kwenye mtaro, tukaenda kuangalia tukakuta kweli kafia yuko pale. Pia jambo lingine, mimi nakaa hapa lakini na mferegi pale, kama ule mferegi jana nimepita nikakuta maji mengi sana. Ile jioni mvua ilivyonyesha ikanilazimu mimi nirudi kwanza ili yale maji yapungue, na nilikuwa natoka kazini na kuja kuangalia familia yangu. Je, mnatusaidiaje kuhusu pale? Na hamna njia nyingine ya kusema kupita pembeni, ni pale tu lazima upite pale. Hivyo warudi nyumbani mapema. Pia na watoto wetu watakwenda ile asubuhi shuleni inakuwa ni shida. Wao unakuta pamejaa maji. Mtoto anatakiwa ingia saa 1:30 shuleni, inabidi atoke hapa saa 2 au saa 3. Sasa ukimwambia mwalimu hataelewa, sio kote mvua kunakonyesha, lakini shida sisi ni yale maji. Hata mvua ikinyesha huko mjini lazima maji pale yao mengi. Najua tahadhari ya sasa hivi ya kuchukua ni kwamba unapoona mvua imenyesha alafu unapita sehemu unaona maji inashuka, usidharau. Angalia kama ni nyingi, kama ni ndogo, chukua tahadhari kwanza. Tahadhari ya kwanza iko hivi. Yaani usidharau. Simuona ni maji ile, usivuke mpaka ipungue, sawa? Na mvua inaponyesha usitembee na mvua, acha kwa sababu hujui mtaro ukoje, unapitisha maji kiasi gani. Maana kama sasa hivi kuna bwana mmoja anaitwa Mrombo, ndiye ameleta hii taarifa. Yeye ni mwokota mabobo, anafanya biashara zake za mabobo. Yule bwana katika harakati anapita kwenye mitaro ile, anakota mabobo, kakota mabobo, kidogo ashangaa, nini? Akaniambia, akakimbia. Kuangalia mbona ni mtu kweli, ndio akatoa nini? Taarifa kwa ajili ya harakati zake za nini? Za kimaisha, tafuta mabobo. Kulamba sana sio tatizo. Tatizo uchukue tahadhari. Angalia unalambaje. Umeelewa? Kulamba sio tatizo. Tatizo je, unalambaje? Na wakati unalamba unachukua tahadhari gani? Wakati labda hata unaendesha chombo cha moto, unafanya kazi zako vipi? Maana ukizidisha hata kazi huwezi fanya. Umeelewa? Ndio ile sasa unapita kwenye mtaro namna hii, umeshajisahau, umekanyaga huko. Umeelewa? Kwa ajili kilambo kimezidi. Au unaweza ukateleza ukashindwa kujizuia kutokana na tayari mwili umeelewa. Kwa hiyo tupunguze vilambo. Tupunguze nini? Vilambo. Tusinywe kwa kuzidisha. Jina naitwa Paulo Magesa. Vijana wenzangu wanasema kwamba tupunguze vilambo. Lakini sidhani kama wanaokufa ni wale ambao wanakunywa pombe peke yao. Changamoto kubwa tusisingizie pombe. Hata wanaokufa wengi sio kwamba wamekunywa pombe. Tukiangalia ule mtu pale kama alivyosema mama mmoja hapa hivi. Juzi mvua imenyesha, sijui jana, ameshindwa kuvuka, amerudi nyumbani. Ina maana kama angelazimisha kuvuka, bado angeenda vile vile, sio kama amekunywa pombe. Kikubwa tunachohitaji serikali yetu iangalie miundombinu kwa ajili ya kusaidia wananchi. Hii ndio inatisha watu wengi sana, ikiwemo vyombo vya usafiri kwenye makazi ya watu. Umeona? Maji yanapojaa pale, sio watoto tu, hata mimi mwenyewe nimesha kurudi zaidi ya mara moja. Ina maana mtoto anashindwa kwenda shule na akilazimisha kwenda shule ndio mwanzo wa kupelekwa na maji. Umeona? Lakini pia akisema arudi nyumbani, shuleni kule tunajua nini kinafuatia. Tunaomba serikali ichukue hili, tusisingizie pombe wakati makosa tunayaona yapo.
Tunaomba mwandishi Kusaga utusaidie katika hilo kwenye huo mto hapo hivi. Hiyo sehemu ni kubwa sana, kivuko ni kikubwa sana hiko. Na wanavuka watu wengi sana. Mimi kwa majina naitwa Joseph Anatoli Tarimo. Eneo la taharuki lilipotokea, limetokea ni mtaani kwetu. Wakati limetokea taharuki mtaani kwetu, hili ni tatizo. Mto mfereji ule umejaa maji, sasa kusema ni mto ule. Ule ni mfereji umejaa maji, lakini maji hayo ndio yametuletea taharuki. Basi tunachokiomba serikali itutizame huko hivi. Kama mheshimiwa diwani alivyosema ya kwamba ametoa mifuko 5 ya simenti na nguzo za kutengeneza daraja hilo hapo hivi ziko 5. Akisema Jumapili atakuwepo yuko hapa. Tunachokiomba serikali yetu sisi hapa hivi ambao sisi tunatutizama tunaomba tusaidie kwa tatizo kama hili ambalo linajitokeza huko. Nia na madhumuni ambako ni kwenye pointi nakotaka kuhitaji kwenda ni kuepukana na mifereji ambayo inapitisha maji hasa makubwa kama hayo yalisababisha taharuki kwenye mtaa wetu hapa wa Sokoniwani. Ndio. Mimi kwa hayo ningependa kumaliza. Jamani, poleni. Kwa kipindi hiki ni kipindi cha mvua. Kwa hiyo tuwe na tahadhari. Hasa tunaoishi kando ya mabonde. Unapopata kinywaji kidogo, jitahidi kuwa sehemu ambayo upite sehemu yenye usalama zaidi. Vinginevyo tutapata madhara kama haya yaliyojitokeza kwa sasa. Niwaombe ndugu wazazi na wananchi kwa ujumla, kwa kipindi hiki cha mvua hasa watoto, tuwe nao uangalifu sana. Maana kipindi cha mvua matukio haya mvua inapokuwa nyingi inaweza ikaleta maafa mengi zaidi. Sawa? Lakini kwa ndugu jamaa na wanamtaa tunawapa pole kwa tukio hili lililotokea. Zaidi ni waombe tu tuwe waangalifu kwa kipindi hiki cha mvua. Mheshimiwa Diwani. Naam. Bana poleni sana. Asante. Ndio. Nasi tunashukuru pia kwa msaada wenu. Sawa. Mmekuwa mkiitikia wito mara moja, sasa kidogo naona kama kuna adhana fulani ya polisi kubadilika kwenye kutuhudumia. Sisi tunashukuru sana jeshi la polisi kwa sababu mmekuja kutusaidia kumchukua mzee wetu, ndugu yetu hapa jirani. Inaonekana ni maji yalimzidi wakati anaelekea nyumbani, basi Mungu nitoe na mimi angalizo pia na pole kwa jamii hii yetu. Lakini pia tuwe angalizo, tuwe makini kama alivyosema mheshimiwa afande hapo. Tujitahidi sana, hiki kipindi ni cha mvua. Tunaoishi pembeni ya mabonde tuwe makini kidogo kwa sababu ujenzi unaoendelea mjini wa hizo la Milami umesababisha maji yamekuwa mengi kwenye hizi njia zetu za maji. Kwa hiyo poleni sana, na si kama serikali ya kata kwa kushirikiana na serikali ya mtaa huu, mwenyekiti namuona yuko hapo. Tutapambana hapo kwenye msiba, tuone namna ya kumstiri mwenzetu kwa sababu sisi wote ni marehemu watarajiwa. Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Amen. Jamani, sisi tunapeleka huu mwili wa marehemu kule mochwari. Ndugu wa marehemu atakapokuwa tayari watakuja pale polisi kwa ajili ya kutaratibu ili tuwape barua ya kwenda kuchukua ule mwili kwa ajili ya kwenda kumhifadhi. Sawa? Asante sana. Kila la heri.